Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni miongoni mwa nchi tajiri zaidi duniani kwa rasilimali za madini, lakini kwa miongo mingi utajiri huo umekuwa chanzo cha mateso, machafuko na umwagaji mkubwa wa damu kwa raia wake. Badala ya madini kuwa baraka ya maendeleo, yamegeuka kuwa laana inayolisha vita, njaa, ukosefu wa usalama na uharibifu wa maisha ya mamilioni ya watu, hususan mashariki mwa nchi hiyo. Kongo inakadiriwa kuwa na akiba kubwa ya madini muhimu duniani ikiwemo cobalt, coltan, dhahabu, almasi, shaba na tin. Madini haya ni muhimu sana kwa uchumi wa dunia wa kisasa, hasa katika utengenezaji wa simu janja, betri za magari ya umeme, vifaa vya kijeshi na teknolojia ya kisasa. Hata hivyo, thamani hiyo kubwa kimataifa haijaakisi maisha ya wananchi wa Kongo, ambao wengi wao wanaishi katika umaskini uliokithiri, huku wakizungukwa na utajiri usio wa kifani chini ya ardhi yao. Mashariki mwa Kongo, hususan majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, yamekuwa kitovu cha mapigano yasiyoisha kwa miongo kadhaa. Makundi yenye silaha, wanamgambo wa ndani na wa kigeni, pamoja na majeshi yanayoungwa mkono na njia zisizo rasmi yamekuwa yakipigania udhibiti wa migodi na njia za kusafirisha madini. Mapambano haya yamegeuka kuwa vita dhidi ya raia, ambapo mauaji, ubakaji, utekaji na uhamishaji wa watu kwa nguvu vimekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Utajiri wa madini umechochea kile kinachoitwa uchumi wa vita, ambapo vurugu zinaendelea kwa sababu zinanufaisha wahusika wakuu. Madini yanayochimbwa kiolela huuzwa katika soko la kimataifa kupitia mitandao ya magendo, yakipitia nchi jirani au makampuni ya kificho, huku mapato yake yakitumiwa kununua silaha, kulipa wanamgambo na kuendeleza mzunguko wa damu na vurugu. Katika mazingira haya, amani inakuwa tishio kwa wale wanaonufaika na vita. Wananchi wa kawaida ndio waliobeba mzigo mkubwa zaidi wa laana hii ya utajiri. Maelfu wameuawa, mamilioni wamekimbia makazi yao na kuishi kama wakimbizi ndani ya nchi yao wenyewe, huku wanawake na watoto wakibaki kuwa waathirika wakubwa wa ukatili wa kijinsia na ajira hatarishi katika migodi. Watoto wengi hulazimika kufanya kazi kwenye migodi katika mazingira hatarishi, wakinyimwa haki yao ya elimu na maisha bora. Uwepo wa serikali dhaifu wa kushughulikia matatizo, rushwa na ukosefu wa udhibiti madhubuti wa rasilimali vimeongeza ukubwa wa tatizo. Mapato yanayotokana na madini mara nyingi hayaingii ipasavyo kwenye hazina ya taifa kwa ajili ya maendeleo ya jamii kama shule, hospitali na miundombinu, hasa eneo la mashariki mwa Kongo. Badala yake hunufaisha tabaka dogo la viongozi ambao hula rushwa, wafanyabiashara wakubwa na mitandao ya kihalifu ya kimataifa, huku wananchi wakiachwa bila ulinzi wala huduma za msingi. Jumuiya ya kimataifa pia imekuwa na mchango mkubwa wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja katika kuendeleza janga hili. Mahitaji makubwa ya madini ya Kongo katika soko la dunia yamefanya macho yaweze kufumbwa kuhusu chanzo cha madini hayo na gharama yake ya kibinadamu. Licha ya kuwepo kwa sheria na ahadi za madini yasiyotokana na migogoro, utekelezaji wake bado ni dhaifu na damu ya watu wa Kongo inaendelea kuchanganyika na faida za makampuni ya kimataifa. Laana ya utajiri wa madini nchini Kongo si hadithi ya rasilimali pekee, bali ni hadithi ya mifumo ya kimataifa unaoruhusu uchoyo kushinda utu na maslahi ya kiuchumi kushinda maisha ya binadamu. Kadri madini ya Kongo yanavyoendelea kuchimbwa bila haki, bila uwazi na bila usalama, ndivyo damu ya watu wake inavyoendelea kumwagika. Katika muktadha wa laana ya utajiri wa madini nchini Kongo, makundi ya waasi yamekuwa muhimili mkuu wa kuendeleza vurugu, hususan mashariki mwa nchi. Miongoni mwa makundi hayo, M23 limekuwa mfano halisi wa jinsi migogoro ya kisiasa na kiusalama inavyounganishwa moja kwa moja na udhibiti wa rasilimali za madini. Ingawa kundi hilo halijajitambulisha kama harakati ya kulinda maslahi ya jamii fulani au kupigania utekelezaji wa makubaliano ya kisiasa, uhalisia wa vita unaonyesha kuwa udhibiti wa maeneo yenye madini ni kiini muhimu cha mapambano yake. Maeneo ambayo M23 na makundi mengine yenye silaha yamekuwa yakipigania kwa nguvu kubwa mara nyingi ni yale yaliyo karibu na migodi ya dhahabu, coltan, tini na madini mengine yenye thamani kubwa sokoni. Kudhibiti eneo kunamaanisha kudhibiti uchimbaji, kodi haramu kwa wachimbaji wadogo na njia za kusafirisha madini kwenda nje ya nchi. Kupitia udhibiti huo, waasi hupata fedha za kuendesha operesheni zao za kijeshi,
kununua silaha na kujiimarisha zaidi, hali inayozifanya vita kuendelea bila mwisho. Madini yanayodhibitiwa na waasi hayakai ndani ya Kongo. Mara nyingi husafirishwa kwa njia zisizo rasmi kupitia mipaka ya nchi jirani, kisha huingizwa katika soko la kimataifa kama bidhaa halali. Katika mchakato huo, asili ya madini hupotea na damu ya raia walioteseka kutokana na mapigano inafunikwa kwa faida za kibiashara. Huu ndio msingi wa kile kinachoitwa madini ya migogoro, ambayo yanaendelea kuilisha vita licha ya juhudi za kimataifa za kuyadhibiti. Makundi ya waasi kama M23 pia yamekuwa yakitumia raia kama nyenzo za vita ili kulinda maslahi yao ya kiuchumi. Wananchi hulazimishwa kufanya kazi migodini, kulipa kodi haramu au kukimbia makazi yao ili maeneo yao yachukuliwe kwa ajili ya uchimbaji au udhibiti wa kimkakati. Kwa njia hii, rasilimali ambazo zingesaidia maendeleo ya jamii ndizo zinazogeuka chanzo cha mateso yao makubwa zaidi. Zaidi ya hilo, kuwepo kwa makundi mengi yenye silaha kunazidisha ushindani na udhibiti wa madini, hali inayochochea mapigano mara kwa mara hata kati ya waasi wenyewe. Kila kundi linapojaribu kujihakikishia sehemu ya faida, raia hujikuta katikati ya mapigano yasiyowahusu, wakipoteza maisha, mali na mustakabali wao. Serikali inaposhindwa kurejesha udhibiti kamili wa maeneo hayo, nafasi hiyo hutumiwa na waasi kuimarisha mifumo yao ya kiuchumi pamoja na mifumo yao ya kijeshi. Uhusiano kati ya makundi ya waasi kama M23 na madini ya Kongo unaonyesha wazi kuwa vita vinavyoendelea si vya kisiasa pekee, bali pia ni vya kiuchumi. Kadri madini yanavyoendelea kuwa chanzo kikuu cha mapato kwa waasi, ndivyo amani inavyozidi kuwa ndoto kwa wananchi wa mashariki mwa Kongo. Bila kuvunja mnyororo huu wa uchumi wa vita unaotegemea madini, damu ya watu wa Kongo itaendelea kumwagika kwa ajili ya utajiri ambao hawauonji. Suluhisho la kudumu linahitaji zaidi operesheni za kijeshi au makubaliano ya muda. Linahitaji mageuzi ya kweli katika usimamizi wa rasilimali, uwajibikaji wa viongozi, ulinzi wa raia na shinikizo la dhati kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa madini yanayonunuliwa hayachangii damu na mateso. Bila mabadiliko hayo, utajiri wa madini wa Kongo utaendelea kuwa laana na gharama yake itaendelea kulipwa kwa damu ya watu wasio na hatia. Katika mgogoro huu mkubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukumbana na wimbi kubwa la waasi, nchi ya Rwanda imekuwa ikishutumiwa sana, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame amekuwa akishutumiwa kwa kuifadhili M23, hata wakati mwingine M23 wakihofiwa kuwa ni wanajeshi wa Rwanda ambao huwa wanavuka mpaka na kuja kupigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chanzo kikubwa kikiwa ni maslahi, lakini vile vile vita ya kikabila katika maeneo hayo, lakini inahatarisha maisha ya maelfu ya wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi basi usisite kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kwa kulike, pia kukomenti pamoja na kushare.